Unamzungumziaje kijana? First time tumefika anasema kwamba yeye ni rap na tukamsikiliza, lakini nikasema hii kazi na kuachia wewe kama mwenyekiti, kwa sababu wewe ni rap na msaada naweza kuupata kutoka kwako kwanza. Kwanza mimi sikutegemea kama tunaweza tukamkuta rapper yuko katika kituo cha kulelea watoto yatima, kwamba tumekuta msanii katika kituo cha kulelea watoto yatima. Sikutegemea kwa siku ya leo. Na mimi nilikuwa nimetoka nimeenda dukani kufuata stiki kwa ajili ya kukata keki. Kwa nafika hivi ndo naambiwa bana kuna msanii huyo hapa na yeye ni rapper. Kwanza nilivyoambiwa tu vile na moyo kashtuka. Nikasema kama ni rapper tajitahidi, yani kwa nafasi yangu yoyote ile niweze kumsaidia kwa chochote kile. Kwa alivyosema ni rapper tena na bado pia nikiangalia na mabrother wangu ambao ni wengi sana marapa, nikaona sio kesi, acha nimpigie Pima Wenge. Niliwapigia wasanii wengi wakubwa lakini hawakuokota simu. Wengine wanaweza kaa walikuwa wako busy sana, of course wengine ni waheshimiwa sasa hivi, lakini Pima Wenge nilipompigia akawa amepokea, na bahati nzuri nimkutanisha yeye mwenyewe ndo aongee na Pima Wenge. Sikutaka mimi ndo nimwambie bana Pima Wenge kuna kitu hichi na hichi na hichi, na mimi no, yani mimi nilichofanya niliongea na Pima Wenge tu nikamuelezea hali halisi niloikuta kituoni. Kuna mtoto wa yatima anaelelewa hapa, ila pia ni MC. Kulingana wewe anakukubali kiasi gani na wewe upo mainstream, tunaweza tukaangalia namna gani huyu mtoto tunamsaidia, kwa sababu huko hawezi kupata msaada, muda wote yupo ndani tu. Kwa hiyo Pima Wenge nafikiri aliongea naye, kwa majibu anaweza katoa kwamba Pima Wenge aliongea naye nini.